Mimi nafurahi tu hicho kinachoendelea, nafurahi kwa sababu najua hii sio timu ya mpira na Watanzania wengi ambao wamependa hii timu nadhani walikurupuka kupenda. Hii timu haikuanzishwa kwa ajili ya mpira. Mpira ni sehemu tu ya wazee wetu kutaka kujificha kupata uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo maana wamependa kitu asichokijua na ndio maana wanapata shida sasa hizi. Na hata hapa miaka mitatu tuliokosa ubingwa, Simba tukuandamana kwenda TFF na wala tujamwambia kiongozi yoyote pale Yanga. Kama ulikuwa makini, tulimtaja kiongozi yoyote ndani ya misimu mitatu. Wanachukua ubingwa baki tu baki. Tulitaja kwamba kuna kiongozi pale na viashiria vya nyuma mwiko pale TFF. Tulikuwa sisi tuna dili na viongozi wetu Rwanda. Hivi jiulize mwenye upeo uliokuwa sawa sawa tu. Kiongozi wa taasisi ya mpira ambaye anajielewa anashiriki ligi ya ushindani na hiyo ndo tarehe hiyo maana yake ndo siku mtu anapewa ubingwa wake. Yaani ndo mechi ambayo inaamua ubingwa. Kama kila mmoja atashinda michezo yake hapa ambayo ipo hapa kabla ya kufikia tarehe hiyo. Hiyo ndo tarehe ya mwisho ya kumaliza ligi. Kombe uwanjani. Yaani wewe uache ubingwa eti unaenda kwenye sherehe ya jirani. Uache shughuli ya mwanao uende kwenye sherehe ya jirani. Si utakuwa una upotofu wa uelewa? Dawa. Kwa hiyo siku akikufanyia favor kwa upande wako unaona sawa kwa sababu wengine wamenyonywa. Akisimama sasa asimamie sheria na haki ya mpira, wewe unalalamika viongozi hawafai. Kwa hiyo wanataka wao mpira uendeshwe kiuni kama wanavyotaka wao. Ligi si bado. Manake kwa vijana hawa narudia tena vijana wa mwaka 2000, angalieni timu za kupenda. Msipende kwa sababu babu anapenda, baba anapenda. Angalia hiyo timu chimbuko lake likoje. Sawa? Hamieni kwenye timu za mpira zipo. Sio lazima hiyo kwa sababu klabu kongwe. Hii timu mipango yake yote sio mpira. Timu inajiita Yanga wakati sio jina lake. Hiyo timu ya mpira. Timu duniani kote yenye majina mawili kwa Tanzania. Tunazalilishiwa mpira wetu kwenye taifa hili. Yes, mbele yangu hapa nipo na Mnandi JR, shabiki na mwanachama kindakindaki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye kwa hivi sasa ana furaha kweli baada ya timu yake kuendeleza ubabe tunaweza kusema katika mechi zake za viporo. Wamekuwa wakishinda. Jana wameshinda 5-1. Si haba Mnandi. Ni muendelezo wa pale tulikoishia. Maana tulikoishia tulikuwa tunashinda lakini tulikuwa na break kwa sababu ya mashindano ya kimataifa. Tulikuwa na break karibia ya wiki kama 3 hivi kwenda 4 maana tulikuwa tuna muda wa kucheza mechi hapa. Lakini tumerejea sasa hizi tumepata pumzi kidogo. Ilikuwa ni wakati sasa wa kupunguza magugu kwenye maeneo yetu. Kwa tulikuwa tunapunguza magugu ili mradi tuache garden iko sawa sawa. Tunaelekea zetu Morocco baada ya kumaliza garden tarehe 11 kesho kutwa hapo. Yeah. Jumapili naenda kucheza na KMC katika uwanja wenu ule wa nyumbani, lakini KMC ndio atakuwa nyumbani. Unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani haswa ukitazama katika mchezo wa nyuma mmetoka kuvuna alama 3 muhimu? Sisi tutaenda kuendeleza tulikoishia. Tuliwagonga goli 4 na mzunguko wa kwanza na uwanja ni ule wakiwa kama wenyeji. Kwa hiyo naamini tunaenda pale tutaenda kutonesha pale tulikoishia. Yaani tunawaambia kwamba tuliwafunga 4 tutataka tupige 5. Yaani sisi mwenyeji wetu tunataka tumnyooshe. Tuangalie atatuongezea kodi ama la. Mara anataka kuondoka. Yaani nyumba yako eti ataka kuhama nyumba aende Tabora. Nyumba yako wewe. Wenye mamlaka kutoka kwenda kuhama kubadilisha uwanja ni wapangaji. Ndio inawezekana akasema leo bwana mimi nikalale kwa jirani. Una nyumba, una kila kitu, ukalale kwa jirani. Tukamwambia msitusumbue, tuna safari ya kuelekea Tabora. Hamwezi mkututoa hapa kutupeleka Tabora. Kisa nini? Hela. Kama ni hela, sasa tunavunja benki tunawapa tu hela mnaoitaka kule ya mashabiki. Tunapiga hesabu ya total ya mashabiki wanaingia wangapi uwanja wa Tabora. Tunapiga hesabu tunawapa hiyo hela. Maana lengo lao ni kupata hela. Na ndio maana wataka utoe mchezo wao kupeleka kule. Sisi tuna safari, tuna jukumu la kimataifa, tuna jukumu la kinchi. Sawa? Afrika Mashariki na Kati tumepewa sisi jukumu hilo kulibeba. Sasa hatuwezi tukalipoteza kwa sababu nyinyi mnataka hela. Sisi kama ni hela tutawapa. Kama ni hela, mechi ipigwe KMC nyumbani kwenu hapo. Kwa hiyo tunataka tuwanyooshe pale nyumbani kwao kwa mara nyingine. Wametupangisha alafu sasa tunawapiga home and away. Yeah. Namna ambavyo ligi yetu inavyoendeshwa na inavyoenda ligi kuu Tanzania bara, watani zenu wa jadi Young Africans bado wanaendelea kusimamia msimamo wao kwamba katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo imepangiwa tarehe 15 kwenda kucheza, wanasema wao hawachezi. Wewe kama Simba unaendelea kucheza mechi zako. Haikuumizi kichwa kwamba huenda mambo yakawa tofauti? Mimi nafurahi tu hicho kinachoendelea, nafurahi kwa sababu najua hii sio timu ya mpira na Watanzania wengi ambao wamependa hii timu nadhani walikurupuka kupenda. Hawakujua wanapenda timu ya namna gani. Unajua siku zote hata mke wako nyumbani kabla hujaenda kumuoa manake ulianza kwenye mahusiano. Manake unamfahamu, mnafahamiana. Lakini from nowhere tu umeenda umepeleka barua kwenda kuoa. Ndio hivi vinavyotokea. Manake hujui tabia yake, hujui alikuwa na kanuni gani. Ndio hivi vinavyotokea. Lakini kama ulikuwa kwamba umeanza kwenye mahusiano, alafu ndio umeenda kumuoa, hutopata naye shida kwa sababu tayari mnafahamiana. Kwa hiyo hao wamependa kitu ambaye hawakifahamu. Hii timu haikuanzishwa kwa ajili ya mpira. Mpira ni sehemu tu ya wazee wetu kutaka kujificha kupata uhuru wa nchi hii.
Kwa hiyo manako wamependa kitu wasichokijua na ndio maana wanapata shida sasa hizi. Kwa hiyo kuchapisha t-shirt ya wachezi mechi, mimi sishangai kwa sababu hii sio timu ya mpira. Haikuzaliwa kwa ajili ya mpira. Waliozaliwa kwa ajili ya mpira unawaona hawalalamiki. Simba tulikosa ubingwa miaka 5. Wamechukua mara 4, Azam kachukua mara 1. Tulienda kuandamana. Tuliyofuata TFF, tulienda bodi ya ligi, tulienda serikalini. Ulisikia? Tuliamini kwamba sisi viongozi wetu na kikosi chetu hakiko sawa. Tuliamini hilo. Na hata hapa miaka 3 tuliokosa ubingwa, Simba tukuandamana kwenda TFF na wala tujamwambia kiongozi yoyote pale Yanga. Kama ulikuwa makini, tulimtaja kiongozi yoyote ndani ya misimu 3. Wanachukua ubingwa baki tu baki. Tulitaja kwamba kuna kiongozi pale na viashiria vya nyuma mwiko pale TFF. Tulikuwa sisi tuna dili na viongozi wetu. Wameshindwa kutimiza yale waliokubaliana nayo wakati wanaomba kula. Hicho ndio tulichokuwa tunadili nacho sisi. Sawa, lakini wao wanaacha waliko. Wasio kizalama tunasema koleka kikozile kwa kunguna nguo. Yaani umeacha pale ulikojikwaa unaenda kuangalia ulikoangukia. Hiki ndio wanachokifanya wao kwa sababu hii timu sio ya mpira na ndio maana wanahangaika. Kwa hiyo kwenye hivi watu wanachapisha t-shirt hatucheze mechi ni jambo la kawaida tu. Leo msemaji wao juzi tu ameitisha press pale klabuni kwao wakisema kwamba msimamo wao uko pale pale, wao kwamba hawatocheza huo mchezo ambao umepangwa tarehe husika. Tarehe hiyo wao walishapata mwaliko na wao Sports ya Rwanda. Hivi jiulize mwenye upeo uliokuwa sawa sawa tu. Kiongozi wa taasisi ya mpira ambaye anajielewa anashiriki ligi ya ushindani na hiyo ndio tarehe hiyo maana yake ndio siku mtu anapewa ubingwa wake. Yaani ndio mechi ambayo inaamua ubingwa. Kama kila mmoja atashinda michezo yake hapa ambayo ipo hapa kabla ya kufikia tarehe hiyo. Hiyo ndio tarehe ya mwisho ya kumaliza ligi. Kombe uwanjani. Yaani wewe uache ubingwa eti unaenda kwenye sherehe ya jirani. Uache shughuli ya mwanao uende kwenye sherehe ya jirani. Si utakuwa una upotofu wa uelewa. Kwa hiyo mpaka hapa hata hao vijana wa mwaka 2000 ambao wamekurupuka kupenda hii timu, watakao waiulize hii timu chimbuko lake lilikuwaje? Sio unapenda penda tu. Mwisho wa siku ndio unaumia, unapenda kitu ambacho hakina faida unaumia. Wanaumia kwa kweli. Tukikaa nao mtaani huku tunaona vijana wengi wanaumia sana kuliko hata wazee kwa sababu wazee wanafahamu hii timu haikuanzishwa kwa ajili ya mpira, ilianzishwa kwa ajili ya siasa, kuondoa wakoloni. Ile ni daraja na ndio maana wamepewa mwenge kopi kwenye logo yao. Wao watu hawajui tu wanavaa tu vijezi vile hawajui. Kwa hiyo kucheza mechi maana hii sio timu ya mpira. Kwa hiyo watambue vijana mwaka 2000 hii timu haikuanzishwa kwa ajili ya mpira, imeanzishwa kwa ajili ya kutaka tu kumuondoa mkoloni na tumefanikiwa, tumepata uhuru wa nchi. Basi watu wa mpira mambo haya huwezi kuyaona duniani kote. Tunaona wao tu kila siku malalamiko. Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Young Africans wanaonyeshia vidole moja kwa moja viongozi wa mpira wetu hapa nchini kwetu Tanzania. Hapa na maanisha viongozi wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wa TFF. Unadhani wako sahihi? Hawako sahihi. Narudia tena pale pale. Wao mpaka sasa hizi ndio wanaongoza ligi. Je, ujiulize ndio wanaongoza ligi. Sawa? Na ndio wanaongoza kwa kucheza michezo mingi kuliko timu nyingine yoyote kazi kubwa. Maana kwa washatuzidi mchezo mmoja hapa. Maana mpaka tucheze mchezo wa tarehe 11 ndio tutakuwa sawa michezo. Maana watatuzidi pointi moja. Sasa wewe una shida gani? Ligi unaongoza na michezo unaongoza. Wewe una wasiwasi gani? Hata tukiwa sawa michezo bado unaongoza ligi. Haya, lawama zote za nini? Kelele zote. Mambo yatakuwa afanye Simba, afanye Azam na timu nyingine. Sio huyu ambaye anaongoza ligi. Lawama zinatokana wapi? Maana hii sio timu ya mpira kama nilivyosema mwanzo. Umechukua ubingwa mara 3. Kiongozi wa TFF kabadilika. Viongozi wa bodi ya ligi wamebadilika. Si ndio kina Almas Kasongo? Si ndio kina Steven Mguto? Si ndio wamewapa ubingwa mara 3 mfululizo. Leo hawa wabaya. Wewe unajielewa kweli? Unajielewa kweli? Baniani mbaya lakini kiatu chake dawa. Kwa hiyo siku akikufanyia favor kwa upande wako unaona sawa kwa sababu wengine wamenyonywa. Akisimama sasa asimamie sheria na haki ya mpira, wewe unalalamika viongozi hawafai. Kwa hiyo wanataka wao mpira uendeshwe kiuni kama wanavyotaka wao. Mimi naamini Wallace Karia ni kiongozi ambaye ameamua sasa kutoa meno yake. Na haya meno asitoe nusu. Asimame sasa, asimamie kanuni na sheria za mpira wa miguu. Sio nipeleka barua kasi. Walifanikiwa kule? Hawajafanikiwa. Tulikuwa tunazungumza mara kibao kwamba ile barua iliyoenda kule haina mashiko. Watarudi tu. Hawajawahi kushinda kesi hata ya mjumbe wa nyumba 10. Hawajawahi. Sasa hawa wana sheria? Eti wana sheria hawa? Maana hawana. Na mmoja kashajiuzuru. Kashajua kabisa tayari nishazalilika. Kesi zote sijawahi kushinda. Nafanya nini kwenye nafasi hii? Anaondoka. Lakini viongozi bado wanawatetea wana sheria wao wengine. Wanasimama, wanangangania msimamo wao kwamba hatutocheza mechi. Umeenda kule umefeli. Unasema uchezi mechi. Kumbe unataka kucheza mazoezi? Haya, leo unaalikwa unaenda Rwanda. Unaacha ligi unasema kabisa mimi mechi hiyo sitocheza na mwaliko Rwanda. Yaani Rwanda ndio unakoshiriki ligi. Ligi si unashiriki Tanzania. Ushakuwa bingwa mpaka unaenda Rwanda. Maana huko ni mwisho wa msimu wamekualika kama ni pre-season. Sawa, unaenda kutesti mitambo. Haya, huu muda ligi imeisha. Ligi si bado. Maana kwa vijana hawa narudia tena vijana wa mwaka 2000. Angalieni timu za kupenda. Msipende kwa sababu babu anapenda, baba anapenda. Angalia hiyo timu chimbuko lake likoje.
Sawa? Hamieni kwenye timu za mpira zipo. Sio lazima hiyo kwa sababu klabu kongwe. Hii timu mipango yake yote sio mpira. Timu inajiita Yanga wakati sio jina lake. Hiyo timu ya mpira. Timu duniani kote yenye majina mawili kwa Tanzania. Tunazalilishiwa mpira wetu kwenye taifa hili. Kwa tunaomba mbadilike vijana mwaka 2000 wapenda singeli. Hiyo sio timu. Sawa, nyinyi mnakalilishwa tu Yanga namna ita. Ukiangalia kwenye logo neno Yanga hakuna. Uloenda shule unajua neno Yanga liko wapi hapa? Hakuna. Hiyo ni Young African. Ukishindwa kuita Young African ita vijana wa Afrika. Ndio maana halisi kwa Kiswahili. Sio Yanga. Lakini timu inaitwa Yanga. Hata timu ya Ndondokapo mtaani haina majina mawili. Timu kongwe hapa ambayo inashiriki ligi na mataji mengi kuliko timu yoyote na majina mawili. Watu wanabeba tu. Kwa hiyo tuwaambie kabisa, nyuma mwiko, mmeenda Rwanda, mmeenda sijui labda Burundi, mmeenda Kenya, ligi itaisha na bingwa atapewa bingwa wake. Mimi naamini Simba siku hiyo lengo letu wao watupigie gwaride. Naona anakimbia kupigia gwaride. Ile gwaride la ubingwa lile. Timu ya mwisho hizo ndio inapiga gwaride, tunakopa kabisa ubingwa. Wanakaa mstari huku, mwamba wanapita kati wanapigwa makofi. Maana wao ndio wanakwepa kutupigia makofi. Hiyo kwenda si Rwanda kwenda wapi hatuchezi, wanaogopa kutupigia makofi. Kwa hiyo Young Africans wameogopa mtego. Wanaogopa mtego, maana si hiyo siku hiyo kwa kutupigia makofi. Ndio maana mpaka t-shirt wanachapisha hatuchezi. Wanajua kabisa bora ile mwanzo tu wapewe pointi. Wanajua mnyama ataleta kombe la shirikisho nyumbani. No doubt, ni ukweli ambao haujajificha. Tulikuwa tunazungumza muda mrefu na nilikwambia beki kisiki muda tu kwamba kombe lishagubandika logo za Simba zile zimegongwa na mihuri. Muda nadhani unafahamu. Kabla mashindano hayajaanza nilikwambia kombe la shirikisho limegongwa mihuri kabisa ya Simba Sports. Mapema tunakabidhiwa na maneno yangu yanaenda kutimia tarehe 25 mwezi wa 5. Tutakuwa tunapeana 5 waandishi wa habari au nyuma mwiko wote. Hiyo siku ya 5 si tarehe 25. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5. Mwaka 2025. Yaani inagawanyika kwa 5. Yaani kila kitu kinagawanyika kwa 5. Tunapigana 5 tu siku hiyo. 5 zitapigwa sana tu siku hiyo. Kwa hiyo naamini wale wote ambao walikuwa na hizi yaki Simba na kuibeza, basi tarehe 25 tuwepo pale Lupaso, tukajaze uwanja, twende tukushuhudia Simba akikabidhiwa ubingwa na viongozi wa mpira duniani. Sio FIFA tu, sio CAF peke yake. Gianni Infantino mwenyewe atakuwepo kwenye mechi hiyo. Lakini kuna baadhi ya watu hawapendi mafanikio ya Simba. Unawaambiaje sasa Nandi? Asiopenda mafanikio ya Simba achimbe shimo, ajifukie, au akishindwa basi asage hata sumu anywe. Kama upendi mafanikio ya Simba, chimba shimo, kaa chini huko. Umeshindwa basi saga sumu ili uondoke kabisa mazingira haya tusikuone. Maana sisi ndo tunaendelea kuvimba na kutamba. Wao waliongea maneno, sisi tunatimiza vitendo. Ndio inavyokuaga siku zote. Yaani shughuli ya MC kazi yake kusherehesha, ikipigwa misondo, wanaweza kucheza ndio watakaingia kati. Walobaki wote wanabaki kwa steady show, wanaangalia watu wanavyopiga show. Kwa hiyo sisi ndio muda wetu wa kupiga show. Mimi niwaombe bodi ya ligi na TFF tarehe 15 mwezi wa 6 tunaomba bendi za muziki ziwe nyingi sana. Bendi zote ziwepo pale. Mpaka za zamani zile. Zote ziwepo pale kwa sababu wao hawatakuwepo. Sisi tutakuwa tunasherehekea mataji yetu yote, kombe la Afrika, kombe la ligi, siku hiyo yote yatakuwepo uwanjani pale. Tunapokea la ligi tunajumuisha na lile. Lile tunapeleka Magogoni, lile la ligi tunapeleka Msimbazi. Kwa hiyo wao waende Rwanda, waende wapi? Siku hiyo sasa ni siku ya kushangilia ubingwa wetu.